Nimeona ni muhimu sana tujifunze middle life crisis ni mgogoro wa umri wa kati. Nione wanaoanzia miaka 40 hapa, nyosha mkono juu. Kuanzia 40 kwenda juu nyosha. Somo lako hilo. Ninyi wengine mchukue ili mtusaidie sisi wazazi. Hii mara nyingine ndio hiyo hiyo. Ni mgogoro wa umri wa kati. Tulipokuwa watoto, tulitoka utoto tukaenda kwenye nini? Ukitoka utoto unaenda wapi? Ujana. Kile kipindi cha mpito kilikuwa kipindi kigumu sana. Kuna mahali tulikuwa tujielewi, si ndio? Kuna vitu mwilini vinaota uelewi. Yaani unatamani kifua, wengine anakifanya hivi, ataki. Sawa Tumepita hicho kipindi kwa shida, lakini hatimaye tumepita. Tabia ilibadilika. Ndio wazazi wengi wanao watoto, hajui namna ya kumlea, anamsumbua. Kumbe tatizo utakuwa nalo wewe, sio huyu mtoto. Huyo anapita kipindi cha mpito. Mpende zaidi, muoneshe kwamba yeye anaweza na unamtambua. Mtambue. Sawa Mpe madaraka huo umri. Mwambie ninaondoka, angalia wadogo zako. Mumsikilize kaka, mmesikia? Mumsikilize dada, mmesikia? Anaona kwamba hata mama amenitambua. Lakini kuna mahali huwa tunakosea, kabla sijaingia kwenye somo, ni kwamba kuna mahali tunawaambia mkubwa mzima unafanya vitu vya kitoto. Alafu kuna mahali mtoto huyo unamwambia wewe ni mtoto. Huwa tunawaambia wewe ni mtoto, alafu tunawaambia wewe ni mtoto mdogo wewe. Hebu nenda na wenzako, wale wadogo zake tunawaambia nenda na nani? Nenda na wadogo zako, kaoge na wadogo zako. Alafu kuna mahali tena tunamwambia yeye mkubwa. Kwa hiyo tunamchanganya akaoge na wadogo zake, wakati ana vitu avielewi. Ataogaje na hawa watoto? Ni lazima ujue namna ya kulea huyo mtoto. Atapita hicho kipindi salama kabisa. Na mama ukiwa mcha Mungu, sawa yule mama tunayemtaka hapa, mwanamke anayejitambua, watoto wako watapita hicho kipindi salama. Sasa ukitoka hicho kipindi, kuna kuja kipindi cha umri wa kati. Unatoka utoto unakuwa ujana. Mara nyingi kule kwenye vyama tunasema mwisho miaka 35 si ndio Sasa umri nao sema mimi, hii middle life, miaka 40 mpaka 65 mpaka 60 au 45 mpaka 65, inategemeana na mtu amewahi au amechelewa. Sawa? Kama katika hatua nyingine pia za makuzi ya watoto, kuna umri watoto wengine wanawahi katika kuingia stage fulani na wengine anachelewa. Sasa huu umri ni umri wa shida. Katika umri huu ndoa nyingi zimevunjika. Mahali tunapotarajia kwamba ndipo waimarike, lakini bado ndipo ndoa zinavunjika, magomvi yanakuwepo. Sawa? Umri huu huwa una shida. Sasa nataka kufundisha changamoto za huu umri, kwa sababu mwanamke anatakiwa ajitambue ili ajue kwamba ninapita kwenye hichi kipindi cha mpito. Sawa sawa? Dalili kwa mwanamke ambaye ndio wewe hapa naongea na wewe, ili uzijue dalili, ujue kama ndio uko kwenye hicho kipindi, ujue kwamba utapita. Moja, unakuwa na msongo wa mawazo na kujutia. Yaani maisha yako yanajaa na kujutia. Hivi kwa nini lakini niliolewa na huyu mwanaume? Lakini si afadhali ningeolewaga na yule jioni wangu. Hivi kwa nini lakini mimi nilisomaga ualimu? Hivi si ningekuwa daktari? Yaani kuna kipindi una msongo wa bila sababu, unajutia. Sawa watu wa Mungu? Hiyo namba moja. Namba mbili, unakuwa na tafakari ya ndani sana na una maswali yasiyo na majibu. Unajiuliza maswali ambayo hayo maswali kwa kweli hayana majibu. Kwa hiyo unakuta unazama kwenye tafakari ya ndani. Una maswali mengi, maswali ambayo hayana majibu. Kwa nini mimi niko hivi? Hivi kwa nini mimi nilikuwaga mweusi? Hivi kwa nini Mungu hapa aliniumbaga mfupi? Hivi kwa nini mimi mrefu namna hii? Sawa sawa? Lakini katika umri huo kunatokea mabadiliko kwenye sexual desire. Sawa Wamama wanaofunga sana break ndio wako umri huu. Wamama wanaonyima waume zao vimaji vya kunywa ndio umri huu. Nikisema kuanzia 40 mpaka 60, kuanzia 45 mpaka 65, ina maana sasa wewe unaweza ukawa kwenye 50 hapo, unaweza kwenye 55, unaweza ukawa kwenye 45, ndio umri huu.
Sawa sawa, watu wa Mungu. Wengine hawatamani kabisa, wengine wanaingia kwenye tatizo la kutamani sana, na wanaingia kwenye viserengeti boy. Mmeshaona wamama wa hivyo, wanapenda vivulana. Ameingia kwenye hii crisis, yuko kwenye mgogoro mbaya, anaona sasa vile vimaji vile anavyopewa na mumewe havimtoshi, wacha aende akanywe maji machafu. Kwa hiyo anatafuta kiserengeti boy, kivulana kinampa ni maji michafu. Ni umri huu, na watu wote wanabaki wanamshangaa. Simeshakutana nao, anapitia kwenye huu mgogoro. Sawa, watu wa Mungu. Kwa hiyo muhurumie, kama tulivyotoka kujifunza somo lililopita. Unamuingia kwa upendo, unamsaidia, maana wewe ndio kazi yako. Namba 4, mabadiliko katika umbo. Kama ulikuwa mwembamba sana, unakuja unakuwa mnene, au ueleweki, unaenda mbele au unarudi nyuma. Tumbo kama ujui ule nini. Lakini pia mwingine ulikuwa mnene, lakini unazidi kunywea, hata we pia ujielewi. Kwani nakonda nini? Mbona nakula? Ni umri. Wengine ananenepa, wengine anapungua. Sawa kutamani kujibadilisha umbo au sura, ndio umri huu. Anatamani kujibadilisha umbo. Sasa katika umri huu ndio wamama wanaojichubua, ndio wamama wa mawigi ajabu, miwigi kama zimwi, ndio umri huu. Hiyo anapita kwenye mgogoro. Sawa anaenda saluni, mzee mzima anakaa chini, nisukeni za kwenda hivi, za kwenda vile, na anajua kabisa andiko limekataa, lakini sasa anapita kwenye huu mgogoro, anatafuta kuwa mzuri. Anachotafuta ni kwamba anajaribu kupingana na ukweli. Sawa anajaribu kupingana na ukweli kwamba sasa jioni inakaribia. Sawa sasa ni jioni, anajaribu kupingana na huo ukweli, anajipotezea. Sawa sawa, watu wa Mungu. Kwa hiyo anaenda anafanya vitu vya ajabu, vinguo vifupi vile ndio na yeye anatia, na mishono ya ajabu. Sasa huyu mama, lakini kumbe ni anapita mwenzenu kwenye shida. Sawa sawa, watu wa Mungu. Unakuwa bored, yani hamna kitu unakitamani, unakuwa bored, yani uelewi, hakuna kitu kinakufurahisha. Hamna kitu kinakufurahisha tena. Sio watoto, sio kama una mume, yani hauna raha. Kama ni kanisani, kwaya pia, yani hivyo. Wamama vipindi hivyo utaki, unakuwa bored bila sababu. Lakini namba 7, unakuwa na hisia za kumpoteza mume kama umeolewa. Namba ngapi? Namba 7. Hisia za kumpoteza mume kama umeolewa. Hivi nilivyo, mbona kama naona nakuwa mbaya, ataniacha akichelewa kwenye kazi zake. Ulikuwa kwa wanawake, ndio umri huu. Unakuwa na hisia za kuachwa, yani kwamba kidogo unasema kama vile ataniacha, mbona anachelewa kurudi, mbona anaongea sana na simu. Kwa hiyo hata akiongea na simu unaenda mama, unajibanza pembeni, hivi anaongea nini? Basi tukutane pale. Alikuwa na mwanamke wamesema wakutane, kumbe ni mzee wa kanisa katika uinjilisti, mahali pa kukutania. Hisia za kuachwa. Namba 8, unakata tamaa ya maisha. Ndio unakuta mama amejiacha, nywele achani, yani hajipendi tena, amekata tamaa ya maisha. Ana chumba kimoja amepanga, au vyumba viwili, akili yake imestack, hawazi kwamba, yani hana imani kwamba anaweza kujenga. Ameshakata tamaa ya maisha. Amewakatia tamaa watoto, amejikatia tamaa yeye, amemkatia tamaa mume, na anasema tuenenda Zayuni. Ukiona huko hivyo, huo ni mgogoro unapitia. Sawa sawa. Hasira, kukasirika haraka bila sababu za msingi. Amepita mjukuu, ameshakuudhi, mwanao sijui amefanyaje, umemkasirikia. Mumeo hata haja maskini, baba wa watu hana alichofanya, umekasirika tayari. Yani uelewe, unakasirika hovyo. Ujue kumekucha, unapita kwenye mapito. Sawa nafundisha hivi ili ujitambue, ujue kwamba kwani pale nimekasirikia nini, hivi hata hivyo pale nimekasirikia nini. Jamani, si nimemtuma tu mtoto amechelewa dukani, ndio nimekasirika hivi, Mungu nisamehe. Kumbe utakuta ndio napitia kipindi kile, Mungu nipitishe salama. Sawa. Maumivu ambayo hayaeleweki kila mara.
kuna maumivu mwilini. Nimesema vile vidaadaa vile, sawa yani huelewi unaumwa nini, lakini mara leo kiuno, mara kesho sijui mkono umefanyaje, mara sijui goti linauma, yani vidaadaa. We kama sana huo umri, wanafahamu wenyewe, sawa Ndio maana tunasisitiza ujue kitu cha kula. Mpokee Yesu na uchague vitu vya kula ili uwe na uzee huo umri. Kwanza huo umri sio uzee, mkumbuke ngoja kwanza, kumbe nilikuwa sijasema. Kuna watu tayari amejiweka kwenye umri, anasema ye mzee. Tukisema uzee tunasema tu ni utani, lakini utani, uzee haujafika. Hello, huo ni umri wa kati. Hivi mnaelewa huo umri wa namna gani? Kumbuka, unachowaza ndio kinachokutokea. Kama unawaza kuanzia miaka 50 we mzee umepatia, utakuwa mzee mpaka ujichukie. Huo ni umri wa kati tunaita. Kuanzia miaka 65 ndio mzee. Ndio. Huo ni umri wa kati. Si middle life hiyo. Sasa kama middle life wewe utasemaje we mzee? Furahia maisha. Sawa Kwanza maisha ndio yanaanza umri huo kama hamjui. Huo ndio umri unaanza maisha. Huko kwingine kwenye ujana kwenye nini unakimbizana na vitu. Ukifika umri huu watoto wameseto, watoto wamekua, hauna mtoto wa kuhangaika naye huko chini, unakaa, una relax, unafurahia maisha. Kwa hiyo unakuwa na maumivu ambayo hayaeleweki mwilini, lakini pia kuna shida ya usingizi. Kulala sana au kukosa usingizi. Unakuta umri huu mtu anakaa kwenye kiti, mnafahamu akikaa tu kwenye kiti, nini kinatokea? Mama nenda kalale, mimi sisinzii. Hata wewe ni shahidi, ukienda chumbani usingizi kwisha. Sawa Ujue unapita haya mapito. Kwa wale wengine kuanzia miaka 40 sasa kuna mabadiliko katika mzunguko wa mwezi. Maana ndio unaenda kukoma. Kwa hiyo wengine zinakuja hovyo, nyingine zinakuja nyingi, hazieleweki, mchanganyiko. Hiyo ni normal. Sasa ni namna gani unaweza ukacope na hiyo middle life crisis? Namba 1. Hiyo ndio napenda sasa, andika kabisa, uishike vizuri, ukafurahie maisha. Ni namna gani, how to cope with it? Jithamini zaidi na ujipende. Jithamini na ujipende. Jikubali vile ulivyo. Kujithamini, uweze kujithamini kama una Yesu moyoni. Mwanadamu bila Yesu hana thamani. Thamani yetu imeongezwa na Yesu. Ukiwa na Yesu wewe una thamani kubwa sana. Ndio maana nasisitiza kwenye hii mikutano, achana na Ukristo wa mazoea, mpokee Yesu, uwe na thamani. Ongeza value kwenye maisha yako kwa kuwa na Yesu. Nimesema jithamini zaidi, jipende, jikubali ulivyo, na hayo mabadiliko yafurahie, jifurahie. Namba 2, tafuta kikundi uingie. Tafuta kikundi au kundi au watu ambao watakuwa msaada kwako. Usiwe mpweke. Unaingia kwenye kikundi cha wamama wa injilisti. Kazi yenu mnakwenda hospitalini. Kuna wakati niliwahi kuwa nesi. Sio nesi wa kusoma, nesi wa kwenda hospitalini. Nimewaza sana kwenye hii mikutano kwamba Bwana nijalie kila nitakapokuwa Morogoro nirudie tena kazi yangu ile vizuri. Unakwenda, unaomba na wagonjwa, unawatia moyo na wanafurahi. Sawa Kwa hiyo tafuta kikundi uingie. Imba kwaya. Wamama wanaoimba kwaya tuone. Yaani hao wana raha sana. Stress yote yanaishaga huko kwaya. Ukifika kule kwaya mnakuwa wote kama watoto. Mara mwenzio kaambiwa na mwalimu imba, alichoimba hakieleweki, mmejikuta kicheko. Hivyo sauti ya 10 hivyo mnacheka. Kwa hiyo ingia kwenye vikundi, sawa? Vikundi vya wamama wajasiriamali. Nyinyi mnatengeneza, kama hapa tumejifunza sabuni, unatengeneza sabuni, unatengeneza sijui kabustani kako, na ni rahisi. Niwaambieni, sikieni. Unaona mlivyo huko mnakotoka, ni rahisi sana kuinuka kiuchumi. Mnapatana ninyi mtengeneze nini? Kama mtu binafsi au watu wawili au kikundi cha 4, ninyi mnatengeneza shower gel. Hawa wanatengeneza nini? Labda sabuni ya kuosha mikono. Hawa wanatengeneza nini?
hivyo mnavyojua. Alafu wateja wenu ni ninyi wenyewe. Muda haukunitosha ili nifundishe mwanamke na mitandao. Sawa? Tumia simu yako ikuinue kiuchumi. Unatengeneza vitumbua vizuri sana. Unapaki nyanya zako nzuri na karoti nzuri. Unazipiga picha. Unatuma kwenye magrupu na unaweka mwenyewe kwenye status. Sawa sawa? Niletee kilo 2. Naomba vitumbua 10. Mimi naomba vitumbua 20, nina kasherehe naomba 50. Unajikuta tu kwa mtandao umemaliza kuuza, unatafuta boda mmoja anawapitishia wale wote, unasambaza, umekaa nyumbani unatengeneza pesa. Wamama sawa? Kwa hiyo tafuteni namna hiyo. Unaingiza mwanamke ambaye yuko huru kiuchumi, yuko na afya kiuchumi. Katika afya pia uchumi nayo ni afya. Kuna ugonjwa, yani unaweza ukawa mgonjwa kama mlinifuatilia net event ya mwaka jana ndiyo ya mwaka jana nilifundisha ugonjwa mbaya unaoathiri familia nyingi. Ugonjwa unaoitwa nini? Mkusikilizaga Kama mkusikiliza shauri yenu. Sawa? Kwa hiyo tafuta huko kikundi uingie. Fanya mazoezi mepesi kulingana na umri wako. Fanya huo umri wako uwe mwepesi. Kwa hiyo unafanya mazoezi mepesi. Wale wenye usafiri, usitumie usafiri kila mahali, lakini pia usiwe unatuma sana, yani wewe kazi zote lea. Fanya kazi zako mama, unakuwa active. Manyama uzembe hauwi nayo, lakini unakuwa yale mazoezi unayofanya mama, fanya mazoezi yako mwenyewe, mazoezi mepesi ya kukusaidia. Namba 4, anzisha kitu kipya cha kufanya. Haukuwa unafanya, sasa anzisha kitu kipya. Fuga kuku. Nikisema fuga kuku, simaanishi uende ukatafute bonge la mtaji uje ufuge kuku. Ninamaanisha unaweza ukaanza na mitetea 10 au hata 5 na jogoo mmoja. Na kuna namna kwa hao kuku hao, kwa miezi 6 unakuwa na kuku 200. Tena wala usumbuki. Ni hawa tu wa kienyeji chukua. Sawa? Lakini sasa sifundishi hilo somo. Kwa hiyo anzisha kitu kipya. Anzisha bustani ya mboga. Wamama wote majirani mboga wanapata kwako. Ziwe za bure, ziwe za kuuza. Sawa? Anzisha kitu kipya. Maana yake ni kwamba ili uwe namna gani? Uwe na shughuli za kufanya, usikae idle. Namba 5, kama una mwenzi, ruhusu mwenzi wako akusaidie upite kwenye huo mpito. Awe rafiki yako. Jamani, mahusiano ya mke na mume yakiwa na urafiki ndani yake ni mazuri sana. Kama ambavyo mtu akiwa ni ndugu yako wa tumbo moja, alafu akawa pia rafiki yako. Unaona inavyopendeza? Mnaweza mkazaliwa tumbo moja na hamna urafiki, hamna undugu, yani undugu wa mbali. Mnakutana kwenye mambo maalum. Lakini akiwa rafiki yako inapendeza. Kwa hiyo mfanye mumeo. Huna mume na unajua kama una mume, mkumbatie Yesu zaidi. Mungu amekubariki watoto, fanya urafiki na watoto wako. Sawa Wafanye watoto kuwa marafiki. Soma vitabu mbalimbali vya kiroho, vya kiuchumi, vya kiafya. Tafuta kitabu uanze kusoma. Muda wako ambao ufanyi kitu, wewe unasoma kitabu. Katika huo umri usisahau kwamba pia na akili inaanza kufanyaje? Ifanye akili yako iwe active. Na namna ya kuifanya akili yako iwe active ni kusoma. Soma. Kuna wamama hasomi, yani yeye yupo hasomi lesoni, hasomi Biblia, hasomi kitu chochote. Anasahau majina mpaka ya jirani zake. Tengeneza mazingira mazuri ya asili nyumbani kwako. Maua, miti ya matunda, majani, nyasi za kijani. Ukizitazama ni dawa. Ukitazama maua yanayochanua ni dawa kwa akili yako. Sawa Ndio maana huwa mnaona hata mahospitalini wanaweka nini? Maua kwenye wadi za wagonjwa. Sawa? Endeleza njozi zako za ujana, bado hujachelewa. Endeleza njozi za ujana. Kwa mfano, ulitamani sana uwe mwinjilisti wa vitabu, lakini sasa umejikuta umeingia kwenye
shughuli ambayo haikukuruhusu, hujachelewa. Fanya kile kitu ambacho ulipokuwa kijana ulitamani, kifanye kwa bidii. Ulitamani kwenda nyumba kwa nyumba, hujachelewa, nenda. Ulitamani kuimba kwaya, muda unasonga, ingia uimbe. Huo muda ulio nao huo utumie. Sawa Endeleza njozi za ujana ambazo ulikuwa nazo. Ni njozi gani ulikuwa nazo? Ziendeleze. Ulitamani kuwa fundi cherehani, hujachelewa. Nenda kajifunze. Sawa Nenda kajifunze. Tena ndio utaelewa, mwezi mmoja, miezi miwili unashona nguo, unawashonea wa mama, tena utakuwa unaifanya kwa furaha. Usiache njozi yako ikapita, fanya. Jijali afya yako. Usile kila kitu, kula na kunywa kwa afya. Umri huo wengine maji hawanywi mpaka asikie kiu. Jamani, hatunywi maji kwa sababu tunasikia kiu. Usisubirie kiu ndio unywe maji, sawa Tena kwa hali ya hewa ya baridi kama hii, unaweza usinywe maji. Kwa hiyo kunywa maji. Nimesema pia jijali afya yako, lakini ijali na kuitunza ngozi yako ili udumu kuwa mrembo. Ijali na kuitunza nini? Usiichubue. Huo umri nimesema wana matatizo ya kujichubua ngozi. Wewe kwako usijichubue. Unaona yale maswali nilikuwa namuuliza hapa mchungaji yule aliyokuwa anafundisha mambo ya kutengeneza. Nilikuwa namchombeza. Sawa? Kasa kuna vitu najua, nataka uelewe ukatengeneze ngozi yako. Usiwe na ngozi kavu. Ifanye ngozi yako iwe na unyevu, ipendeze, ivutie, bado iwe na ujana ndani yake. Sawa Na hivyo vitu mnavyo jikoni, vitu vya kutengeneza ngozi haviuzwagi kule dukani. Yani vile vyakula unavyotumia ndivyo hivyo vinatengeneza ngozi. Mchele, nyanya. Sawa Hapa nimeishika sana hiyo kwamba kumbe nyanya mbichi ni dili. Mimi nilikuwa natumia iliyoiva. Sasa muda huu hapa sio wenyewe huu. Haya, sikia sasa. Kwa hiyo ijali ngozi yako. Ule ugonjwa wenu bado mnaendelea? Unajua hata alivyofundisha hapa ile ya nani, inaitwa nini ile ya kutengeneza ile, hakuna hata hamjashika wala muondoki nazo. Na hata mkienda kutengeneza mtafanya ngozi za watu ziwashe. Kwa sababu alichosema kingine, wewe unamsemesha mwenzako huku mwalimu kapita alichosema. Haujaelewa. Hata nikikwambia unafikiri utashika? Nitamwambia mtu akinifuata. Tumia, nimesema kizuia jua kisikuchome ngozi yako, sunscreen. Tumia sunscreen kwa ajili ya ngozi yako. Mionzi ya jua sio mizuri sana. Kuna jua lile la tunafahamu la saa ngapi? La asubuhi tunalihitaji. Lakini baada ya hapo lile jua jingine sasa hatulihitaji tena. Linaharibu ngozi. Sawa wa mama? Alafu mmejifunza hapo kutengeneza shower gel. Tumia shower gel kwa kuoga. Sawa? Utaipenda ngozi yako. Tumia hiyo kwa kuogea. Angalia humo ndani kama wameweka vitamini C, vitamini E, itumie kwa kuoga. Mafuta unayopaka, angalia aina ya ngozi yako. Lakini kwa ajili ya baridi huku wengi nimeona hawana ngozi za mafuta, wana ngozi nzuri sana. Ukitunza hiyo ngozi vizuri, utajipenda mpaka uzee. Uzee ni lazima uje huko, sawa Yani lazima tunavyoendelea kuwa watu wazima, hautabaki vile vile. Lakini nataka uendelee na umri na huko unapendeza, sawa? Upendeze kikristo. Bwana Yesu anasema katika Mathayo 11:28 na 29, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo ya dhambi. Ikiwa familia ulio nayo sio uliokuwa umeitazamia, basi Bwana Yesu anasema nenda kwake. Najua kila mtu kuna familia alitamani awe nayo, lakini amejikuta ameingia akakuta ndivyo sivyo. Usiogope, bado haikuzuii wewe kufurahi. Achilia ufurahi, sawa? Acha au kupunguza kabisa katika umri huo. Acha au kupunguza kabisa. Vitu vya kupunguza kabisa, vya kuacha kabisa. Sukari ya viwandani, sawa Wanga uliokobolewa. Nikisema wanga uliokobolewa si unauelewa? Kama nini?
Kama nini? Nini tena? Mbona hamtaji vitu ambavyo ndio mnakula kila siku? Ngano nyeupe. Ila mle nini? Brown. Nenda kanunue usage. La sivyo kainunue tu. Wahindi hawatumii kabisa hii nyeupe. Rafiki zangu wengi ni Wahindi, hawatumii kabisa. Ndio maana ukitaka hiyo ngano nzuri sana iko kwenye maduka yao. Maduka ya Wahindi wana ngano nzuri sana ya ile hata tunaita brown, nzuri laini, wanauza wao kwa sababu wao wanajua madhara yake, hawatumii nyeupe. Na wewe ndio unapenda hiyo nyeupe. Namba 3, vitu vya kukaanga kaanga. Kaniletea chipsi na mtu mbibi. Kula chipsi, sawa, za bila mafuta. Na unajua huu utandawazi umetusaidia. Wachina si wametuletea vitu vya kukaanga bila mafuta? Si ndio Air fryer. Unakaangia watoto wako chipsi, zimekaangika vile vile, lakini hazina nini? Hakuna mafuta. Kwa sababu hatutaki chipsi kwa sababu ya yale mafuta, sawa? Kwa hiyo wewe tumia hizo kufanya hivyo. Vinywaji vya viwandani. Katika middle age unatakiwa uache umri wakati hivyo sio vyakula tena kwako. Nikisema vya viwandani kama nini? Na vyote mnavyovijua vile mnavyopenda. Kuna mtu kwa siku anaweza akanywa soda 3. Tena soda zenyewe anazokunywa. Haya, hiyo mmesema ninyi. Haya, kwa sababu tunachukuliwa na media hapa, pombe hiyo kabisa wachana nayo. Najua ninyi hamnywi. Au mpo bado mnapiga? Vile vinywaji vya kuongeza nguvu vyote viache. Sawa? Namba 6, kukaa bila kazi za kimwili, hapana. Bila kazi zile shughuli. Sawa Ushughulike. Kuna mtu tangu asubuhi mpaka jioni hajafanya kazi yoyote. Biblia inasema mke mwema hali chakula cha uvivu. Nyumba imejaa wasaidizi na hakuna kitu unafanya. Lakini unakula tu vizuri. Ndio unatengeneza bonge la kitambi na ni mama. Fanya shughuli zako mama, sawa Toka nje, tengeneza maua, inama, fanya hivi. Kuna mtu hawezi kuinama. Hawezi kuinama kwa sababu hana mazoezi ya kuinama. Endelea na mazoezi yako ya kuinama, ya bustani hivyo. Namba 7, tafuta amani na watu wote. Waebrania ngapi hiyo? Watoto wa Mungu. Na hapa nimelisema sana hilo fungu. Bado mnanitajia 11. Kweli? Waebrania ngapi? Mungu awabariki. Anasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wangapi? Wote. Unajua hilo fungu hamlielewi. Anaposema tafuta kwa bidii kuwa na amani na watu wote, mume wako na yeye ni mtu. Kuna watu wana amani na watu wote, ila mumewe hana amani na yeye. Huyo naye ni mtu. Na watoto wako pia nao nani? Wakwe zako je? Nao ni watu, ndio wao waliosemwa. Tafuta kwa bidii na watu wangapi? Wote. Moyo wenye amani unaishi vizuri. Kuna mtu aliniuliza habari ya mvi. Punguza mawazo. Kama sio kuyaacha kabisa. Unaweza ukawaza jambo likakustress. Mtoto akakuchanganya yani. Mpaka ukakimbia spidi ambayo hukutarajia. Rudi. Huyo ni mtoto, ulifanya wajibu wako, au huyo ni mume na yeye ana mawazo yake na yeye ana uchaguzi wake. Ndio amechagua hiyo njia. Muache. Sawa Maisha yako ni muhimu sana. Jifurahie. Kwa hiyo tafuta amani na watu wote. Jiepushe na kasirika. Alifundisha jana daktari hapa. Imenifundisha sana mimi hiyo. Imenifanya nipate raha. Mimi ukiniletea stress kwanza nawaza, kwani huyu hapa huyu yukoje? Ana mume? Anaye. Wanaishije na mumewe? Ana watoto? Watoto wake wakoje? Kumbe ndio maana kaniambia vile, atajua mwenyewe. Mungu msamehe. Mimi sibebi mzigo wako hata kidogo. Sawa Yaani sikuchukui kwenda na we popote. Sikuchukui. Sasa kuna watu wanachukua watu, usimchukue. Kumbuka kwamba sijui kama nilisema hapa. Nasema kama hata kama nilisema.
ndani ya kanisa, ndani ya jamii ya Mungu, jumuiya ya Mungu. Bwana Yesu hivyo ni vifaa vyake anatengeneza ndani ya kanisa. Kanisa ni karakana. Kanisa ni karakana. Yesu anatengeneza vifaa vyake vya kazi. Sawa? Nimesemaje? Nyie niangalieni huko mnatafuta nini? Kwa sababu hata uwezo wa kwenda kumdaka mlishindwa, mtu wa watu. Hebu sikia. Kanisa ni karakana. Yesu anatengeneza vifaa vyake vya kazi. Humo ndani kuna majembe hayana mpini. Ndio tunajaribu hapa kuweka majembe ambayo hayana mpini. Tunaweka mpini hapa ili yaende akafanye kazi. Ni majembe kabisa lakini hayana mtu mpini. Kwa hizi siku zote tumeweka mpini vizuri. Kuna majembe na mabutu hayajanolewa. Ndio tunachofanya hapa, tunanoa hayo majembe yakitoka yakalime. Kuna misumeno. Kuna viti. Kuna viti vingine havina cha kuegemea kama Deborah Urio hapa. Ni kiti. Usiegemee sana utaanguka. Unaweza ukakaa. Bwana anaendelea kukikarabati. Hajamalizana nacho. Umeelewa? Sasa kama mwenzako naye ni mgonjwa, wote ndio Yesu daktari. Sasa unahangaika na mgonjwa mwenzako, mmekaa kwenye foleni. Wewe jino linakuuma, upo tu alafu mwenzio kwa sababu ya tumbo linavyomuuma anahangaika. Bahati mbaya kakukanyaga. Pamoja na jino lako kukuuma, unahangaika na huyu mwenye tumbo. Mwenzako amekukanyaga kwa sababu anahangaika na maumivu. Nani kanielewa? Sote sisi ni wagonjwa. Yaani nyie huko na mimi wote, nimesema mimi kiti hakuna cha kuegemea. Usiegemee utaanguka. Sawa sawa? Weka tu vizuri la usiegemee. Wote ni vifaa Bwana anatutengeneza. Hajamalizana na sisi. Siku moja Bwana atatumalizia kazi. Bwana anaendelea. Sisi Waadventista wa Sabato kwetu Ukristo ni ngazi. Hatusemi niliokoka tarehe 1 mwezi wa 10. Yote siku hiyo hiyo. Tunaendelea kujifunza mambo kila siku, si ndio? Tunaendelea kujifunza, tunapanda ngazi. Ndio maana jana nikawaambia, ni nani anazaa mtoto wake miaka 5? Mtoto anakaa tu, hata kutambaa tambai. Si utamaliza hospitali? Kuwa sasa wewe na Mungu naye anaona hivyo hivyo. Tangu akuzae mpaka wale huko yule. Ina maana wewe ni abnormal? Wewe ni abnormal wa kiroho? Hapana, si ndio? Ila unafanya kusudi. Sawa sawa? Na ndio maana nasisitiza, kawaambieni huko mnakoenda kwenye jamii, vaa kwa adabu kanisani, kwa sababu humu watu ni wagonjwa. Kama mtu ni mgonjwa, amekuja na ugonjwa wake wa kula zaka. Umevaa nguo yako inayoonesha maungo, anaondoka na ugonjwa mwingine wa uasherati au uzinzi. Unamzidishia badala umsaidie. Sawa watu wa Mungu? Mizigo yote tuipeleke kwa Yesu. Sawa watu wa Mungu? Haya. Tumesema usikaekae bila kazi. Hakikisha una shughuli ya kufanya. Jiepushe kukasirika. Namba 9, tumia kanuni. Mimi ninayoipenda kanuni yangu. Iwe kwenye ndoa, iwe kwenye maisha ya kawaida. IFF. Ignore, forgive and forget. Ignore, forgive, forget. IFF. Usifuatilie kila kitu, vingine ignore. Sawa Mumeo sijui kafanya nini sijui, hebu puuzia. Sawa watu wa Mungu? Vingine puuzia. We unavichokonoa we. Nimesema puuzia, samehe na kusahau. Kuna watu ni wa Kristo lakini hasahau. Kuna mtu alimkosea mwaka juzi, akiamia Mkristo mpya anamsimulia. Unamfahamu mama Urio? Siku moja alinikanyaga mpaka akanitoa damu. Umuone vile yule mama yule. Kaa naye vizuri yule mama yule. Wewe sio Mkristo. Achilia. Sawa sawa watu wa Mungu? Nina dakika 10. Nani ana swali? Dakika 10 zimebaki. Nani ana swali? Yote niliyofundisha tangu nifike hapa. Nani ana swali? Karibu.
Ipo na ya wakina baba, ila sifundishi ya wakina baba kwa sababu mkutano ni wa wakina mama, na wakina mama ndio mko hapa. Lakini na yeye anayo ya kwake, mengine tofauti na ya kwako. Sema siku nyingine sasa nitafundisha. Lakini pia na wewe ukimuona haeleweki ujue yuko kwenye huo umri. Kwamba mume wako alikuwa, na wengi huwa mnasema hivyo, mume wangu hakuwa hivyo, alikuwa tu mzuri, ila amebadilika. Amebadilishwa na mazingira hayo ya umri. Ni lazima ufanye nini? Alijua kwamba katika umri wake wa miaka 45 au miaka 50 atakuwa amejenga nyumba, atakuwa na miradi. Sasa miradi hana. Sawa Nyumba yake sio ya ndoto zake anayoishi. Anaangalia, anajutia maisha, anakasirika. Na wewe unasema mbona amebadilika mume wangu? Anapitia na yeye hayo mapito. Sawa Wote tunapitia. Mwanaume kivyake, mwanamke kivyake. Kama hamna nifunge. Kama hakuna swali nifunge. Hai, nyongeza. Ukifundisha wanafunzi kuna mambo mawili. Ukiona waulizi maswali hawajaelewa, umewachanganya. Au wameelewa sana. Nyie ni nini? Nyie yani nyie umeelewa sana nyie. Sikilizeni. Tunasisitiza tena, maisha ni mafupi, yafurahie. Ikiwa we ni binti, ishi kibinti. Mabinti wana tabia zao za ubinti. Sawa Na wamama wana tabia zao za umama. Isije ukawa we binti alafu naishi kama mama. Hivi mnaelewa? Kuna wamama ambao wana Yesu na wameshachoka maisha. Wambea. Yaani hata hawezi kutulia, lazima sengenye. Hizo ni tabia za wamama waliochoka. Sio tabia za mabinti. Sawa Wewe ringia ubinti wako, maana hautarudi. Ringa na ubinti wako. Umesikia? Muwe smart wa mama. Kuwa huo umri haina maana uwe mchafu. Huo umri wakati kuanzia miaka 45 mpaka 65 haina maana sasa wewe uwe namna gani. Ndio unauchukua ubibi, unaubeba kichwani. Kwa hiyo kila ukipita kabisa sasa ndio unatangaza kabisa mimi mbibi. Ubibi ni kitu cha kufurahia. Sawa Huo hapo mahali kila mtu anafurahia. Naam kawaone wana wa wanao. Ni miongoni mwa baraka Mungu anazowapa watu wa Mungu. Kwa hiyo furahia kuwa bibi. Lakini bibi ambaye una furaha. Kula kakitu kako kazuri, roho inapenda na hakaharibu mwili. Una hamu ya kakuku kako banika kakuku mama, ukae chini ukatafune vizuri. Sawa. Vaa nguo kako roho inataka bila kumkosea Mungu. Furahia maisha. Hakikisha unabariki mtu fulani. Katika umri huo wanaoumia zaidi ni wale ambao nisemeje, hilo nalo somo jingine. Kwamba haachi kitu, harithishi kitu kwenye generation. Yaani hakuna kitu unaacha. Kama hauachi alama utaumia sana. Chochote unachokifanya kifanye. Hata utakapoangalia nyuma hivi, wewe ni nesi, fanya unesi wako mzuri sana kwa uaminifu. Uwe kama wale wa mama wawili waliokuwa wanazalisha wa Israeli kule Misri. Sawa Fanya kwa uaminifu kabisa. Wewe ni mwalimu, fanya kwa uaminifu ualimu wako. Wale wanaopita mikononi mwako wataendelea kuwa baraka kwako, na utakapoangalia nyuma ukiwaona utafurahia. Lakini kuwa baraka kwa uzao wako. Utakapokuwa unaangalia nyuma hivi kuona wanao kuna kitu kwao, una mchango kwao. Kumbuka kuna matunzo na malezi. Wengi mnang'ang'ana na matunzo, mnasahau malezi. Kumpeleka shule nzuri, kumpa chakula, mavazi mazuri, mahali pa kulala, hayo ni miongoni mwa nini? Matunzo. Malezi ni mchakato mzima wa kumtengeneza huyu mtu kimaadili, afae kwenye ulimwengu huu na ulimwengu ujao, ambayo wamama wengi hapo mnapuuza. Ninakuomba sana kwa jina la Yesu, wale wenye watoto wadogo, kaza. Roho ya unabii inaandika, inasema mtoto arekebishwe hata kama hilo kosa analofanya ni dogo. Si kuna mambo wao mnasema ni mtoto ataacha. Mtoto analelewa 0 mpaka miaka 7.
Tafiti zimeendelea zaidi, miaka mitatu ya mwanzo ni muhimu sana. Na mimi nakubaliana nao. Maana Hana alimpeleka mtoto wake hekaluni mara tu alipoacha kunyonya. Ina maana ni miaka mitatu hapo, si ndio? Lakini oneni tabia yake ilivyokuwa. Huo ndio umri wa kutengeneza mtoto wako. Ndio umri wa kumwangalia macho, ajue hapa nimeambiwa nini. Ninyi wa zamani mnafahamu, tulilelewa na wazazi wetu kwa macho. Wageni wanakuja, mama yako anakuangalia macho, macho yake yanasema ondoka niongee na wageni wangu. Na unaondoka. Macho ya mama yanasema wahudumie wageni, wape chakula. Hajasema kitu. Sawa? Mimi nina mfano huo nautoa sana. Na ukumbuka ule mfano. Nikiwa mtoto nilikuwa napenda ubwabwa. Labda ndio maana sasa siupendi. Ubwabwa na maharage, na wakati ule kulikuwa na mchele ule uliokuwa unanukia sana. Mbegu ya kienyeji inaendelea kupotea. Mchele unaitwa Tule na Bwana, ndio jina la hiyo mbegu. Ukipakua hapa mpaka mitaa. Tumefika tu kwa jirani ndio wanapakua, linanukia hatari. Nikasema leo hapa. Afadhali mmefika wakati mzuri, haya na weni tule. Debo nawa ule. Cha kwanza nawa ule, namuangalia mamangu machoni. Na yeye midomo yake inaniambia nawa ule Debo, nawa ule. Namuangalia tena, hivi kweli anamaanisha? Lakini macho yake yananiambia kula uone. Nawa ule mwanangu, nawa ule kidogo. Mdomo wake unasema we kula, kama mwanamke kula leo utaona. Asante nimeshiba. Leo hii watoto hawana mpango na macho ya wamama. Mama hana muda na watoto. Hata akiwa nyumbani, muda mama ni kwenye TV na kwenye simu. Unajua hata watoto wadogo Mungu ameweka ndani yao tayari. Mungu ametuwekea humo ndani utii, sawa? Unaosubiria kutengenezwa. Unaona mtoto anayetambaa, anapotaka kushika kitu wa mama, huwa anashika tu. Hashiki, anakuangalia, si ndio? Anatafuta ruhusa, sivyo? Sasa mtoto anatafuta ili atiishwe. Anaangalia mama. Mama yuko busy na simu. Si anashika? Lakini si hivyo, tumewaachia kinalea watoto wetu. Si neno unaenda kazini, lakini umemwachia kazi zote. Hana muda na mwanao. Utakuja kulia baadaye. Utatafuta pesa utapata. Lakini ukiharibu malezi ya watoto, utalia muda wako wote. Mtoto anaanza kuombewa hajatungwa. Unapojigundua we mjamzito, unaanza kulea akiwa tumboni. Unamlea wewe na mumeo. Mume wako kazi yake apapase tumbo, azungumze nalo, alibusu, amwambie Yesu anavyompenda na mumwambie mnavyomsubiri. Mama uwe mwenye furaha ya kulazimisha muda wote. Unatengeneza kiumbe wa pekee sana na unamuombea mtoto wako. Yote unayotaka miaka 7 weka kwa mtoto. Ndicho alichofanya Yokebedi mama Musa. Miaka 12. Una muda yani kubadilisha inakuaga ni vigumu. Ndio maana kanisa letu lina programu nzuri sana. Mtazamaji wangu, kanisa la Waadventista wa Sabato lina programu nzuri sana kwa malezi ya watoto. Utaniuliza mbona basi Waadventista wa Sabato wengine watoto wao hawana mienendo mizuri? Ni kwa sababu walipuuza katika ule umri waliopaswa kulea hawa watoto. Peleka watoto kwenye vyama vyao. Miaka 12, anapoingia miaka kuanzia miaka 9, PF watafuta njia. Anatafuta njia mtoto awe kama nani? Mzazi usipomsaidia mtoto wako awe kama Yusufu, awe kama Yesu, atakuwa kama nani? Haujamfanyia kitu, atafanyaje? Hana wa kumuiga. Hata wewe mwenyewe na mume wako si mfano bora kwao. Ungejinyima kama nini mama kwa ajili ya uzao wako? Siku wazigandi, ukiweza kulea mtoto wako wa kwanza vizuri, anayekuja anamuiga huyu wa pili. Sawa? Wanaigana, maana hana mahali pa kujifunza, anajifunza kwa hawa. Mama, kumbatia watoto wako kama kuku na vifaranga. Na Mungu yuko na wewe kukusaidia. Utakapokuwa mwaminifu kwa tabia yako ya kimbingu, Isaya 54:13 inakuwa yako. Na watoto wako wote watafundishwa na Bwana, na amani yao itakuwa nyingi. Mungu awabariki kwa jina la Yesu. Amina. Sasa simameni tuombe. Tuombe.
Baba yetu mwema wa mbinguni, Mungu wetu unayetupenda sana, tunakushukuru. Tunakuja mbele zako kwa mioyo ya unyenyekevu, tunasema asante. Baba, ulioniambia niseme, nimesema. Na nimesema kama mwanadamu mdhambi. Ninaomba uweza wa Roho wako Mtakatifu, aliye mwalimu wa kweli, yote tuliyojifunza mahali hapa yakafanyike baraka mioyoni mwa watoto wako, yakaote na kuzaa matunda ya wokovu. Ingia ndani ya moyo wa yule mama, kaulainishe, kauponde ponde. Roho Mtakatifu akatawale. Baba, tutakaporudi nyumbani, familia zetu zikaone mabadiliko makubwa ya kimbingu, tabia za kimbingu zikawe kwetu. Tutakaporudi makanisani mwetu, tukawe baraka kwa wale ambao hawakuja. Tubariki sote Bwana. Tupe Roho wako Mtakatifu kabisa. Tupe hamu ya kujifunza neno lako. Tupe hamu ya kuzungumza nawe kwa njia ya maombi. Tunaomba haya nikikabidhi wa mama hawa, ukashike kazi zao walizoziacha, ukawainue kiuchumi, kwa jina la Yesu, jina lenye nguvu na mamlaka yote. Amina.